Baduke Stats, Sport Next Level. Akiwa kiwanjani huyu Haji Bass Alla. Mzee data, karibu sana. Asante sana bwana Chris. Yeah. Uko salama? Mimi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hofu kwako? Mimi niko salama. Nami pia. Naam. Yeah. Haji Bass Alla angalau msimu ujao aje kumsumbua Mpanzu. Na wengine nasikia wanasema huyu ni kiboko ya Mpanzu. Naam, natamani tumwangalie mchezaji huyu akitua Simba, ikitokea katua Simba, anakuja kuwasaidia Simba kwa kiasi gani? Sijui kama ni kiboko ya Mpanzu, kiboko ya nani, sijui. Wao wanaangalia, wanaosema hivyo wana vigezo vyao. Lakini kimsingi Haji Bass Alla Amongo ndio jina lake kamili. Yeye ni mchezaji wa kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama akitua timu yoyote nchini. Hapa unasema anahusishwa na Wekundu wa Msimbazi Simba. Ni dhahiri kwamba ataongeza kitu katika eneo lao la safu ya ushambuliaji. Na ikumbukwe mchezaji huyu amekuwa akihusishwa mara kwa mara, kila usajili unapofikia wakati wake amekuwa akitajwa. Msimu uliopita pia alitajwa sana. Ni wa klabu ya AS Maniema inayoshiriki ligi kuu ya Kongo, timu ambayo iko kwenye kiwango bora sana. Hivi karibuni walikuwa miongoni mwa timu zilizoshiriki hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwenye kikosi chao cha kwanza hawa AS Maniema, huyu Haji Bass Alla Amongo huwa akosekani. Amezaliwa mwaka 1998 mwezi Disemba. Kwa hiyo umri wake kwa sasa ni miaka 26. Ifikapo Disemba atatimiza miaka 27. Bure yenye nguvu zaidi la kulia. Nafasi anayocheza ni kiungo ushambuliaji, kwa maana akitokea pembeni kulia, pembeni kushoto. Nafasi hizi za kina Kibu Dennis Prosper, Ladak Chasambi, Edwin Charles Balua, Eli Mpanzu Kibisawala na wengineo kwenye eneo hilo. Lakini vile vile anacheza kama nyuma ya mshambuliaji kinara pindi timu inapotumia mfumo ambao unafanya kuwe na washambuliaji wawili juu. Kwa hiyo pia ni mshambuliaji. Kwa mfano kwenye kikosi chake cha sasa, timu ya AS Maniema chini ya kocha Papi Kimoto, yeye anategemewa sana. Ni miongoni mwa wachezaji wa kikosi cha kwanza. Mifumo yao wakati mwingine wanapocheza mechi ngumu. Kwa mfano hivi karibuni kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika walipocheza dhidi ya AS FAR Rabat ya Morocco, walitumia mfumo wa 3-4-3. Lakini tatu yenyewe sasa ya juu pale tunaweza kusema ni 1-2. Kwa hiyo ina maana 3-4-1-2. Umeshanielewa? Naam. Yaani wale watatu juu anakaa na umbile la V. Kwa hiyo ni kama washambuliaji wawili kule juu, ingawa tunaweza kusema kwenye mfumo ni 3-4-3. Ambayo yeye katika wale wawili wa juu sasa ndo anacheza na Jephte Kitambala Bola, mchezaji mwingine nyota katika ligi kuu ya Kongo, naye amekuwa na uzoefu katika michuano ya CAF. Lakini wengine anaocheza nao kwenye kikosi kwa Mwalimu Kimoto ni kwamba nyuma yao yeye Jephte Kitambala Bola kuna mtu anaitwa Musinga Kamwambu. Ambaye yeye ndo anakuwa nyuma yao. Musinga Kamwambu Rashid ndo nyuma yao katika wale watatu. Wengine nyuma yao wapo akina Bokombola, wapo akina Mbala, wapo akina Onoya Sangana ambaye amekuwa maarufu pia kila mara usajili unapoadia hapa nchini hivi karibuni. Ndivyo wanavyocheza. Lakini wanaposhambulia average position, yeye anakuwa nyuma ya Jephte Kitambala Bola. Wanakuwa hawanyoki moja kwa moja, mmoja anakuwa kwa pembeni kulia ambaye ni yeye, alafu mwenzake anakuwa kwa mbele. Wanakuwa kama na umbile la tiki. Umeshanielewa vizuri? Nyuma yake lakini sio moja kwa moja, anakuwa kwa pembeni kidogo. Sasa yeye amekuwa kwenye kiwango bora. Kwa mfano katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao amechangia mabao mawili kwa kutoa assist, pass side za mabao. Lakini dakika alizocheza ni dakika 527 katika mechi 6 za hatua ya makundi alicheza zote. Dakika 527 maana yake amekosa dakika 13 tu, kwa sababu dakika zote kwa timu iliyoshiriki hatua ya makundi ligi ya mabingwa maana yake tunazungumzia dakika 540, 90 mara 6. Kwa hiyo kucheza kwake dakika 527. Game involvement, kuhusika kwake, kagusa mipira mara 276. Halafu akatoa pasi 143, zimefika pasi 117 ambao ni ufanisi wa passes, kupiga pasi kwa ufanisi, tunasema passing accuracy wa 82%. Lakini amefanya majaribio ya kupiga mashuti. Amepiga mashuti 10, 7 ya kulenga shabaha, ambao tunasema shooting accuracy 70%. Hajabahatika kufunga bao. Jitihada amefanya, lakini hajafunga bao. Lakini ndio zile assist mbili nilizotoka kulizielezea. Huyu anakwenda pia kwenda kuongeza mapana ya uwanja, kupiga crosses akitokea pembeni wakati wanapokwenda kushambulia. Wakati mwingine amepiga cross 56, zimefika cross 16. Ikifika eneo la changamoto, hii ni ya kwanza hii,
anapoteza mipira 40 katika mechi hizi 6 kwa kupiga cross 56 ambazo ameziwezesha katika mechi hizi 6. Lakini linapokuja swala la kuzuia mpira wa kisasa, Chris na watazamaji wako, huwa mnaposhambulia mnakwenda kama timu, mnapozuia kama timu, mnashiriki wote katika kuzuia. Yeye ni mzuri katika eneo hili, off ball movements, akiwa amefanya tackling, kuingia uvunguni kwa wapinzani, kuchukua mpira bila kusababisha madhara. Amefanya mara 5 tackling kwa mafanikio. Kuna kitu kinaitwa interception, kuingilia mpira, wapinzani wanapasiana, wewe unawahi, unawazidi maarifa, unachukua, the same interception. Ama mpinzani ana dribble mpira, anakokota, unawahi, unachukua, ni same interception. Ama anajaribu kutuliza, wewe unafika, unamzidi maarifa, unachukua, ni interception. Amefanya 3. Lakini kuna clearances, kubutoa mipira, kutoa katika eneo hatarishi la lango lenu uende eneo salama. Amefanya mara 3, ingawa yeye ni mshambuliaji, yeye ni kiungo ushambuliaji. Amerejea katika eneo lao karibu na lango lao, akafanya hizo clearances 3, kuonyesha namna gani ambavyo yeye ni mchezaji mzuri katika kuipigania timu pale ambapo wanafanya kazi ya kuzuia. Sasa akitoa Simba, maana yake moja kwa moja anakwenda kuongeza idadi ya wachezaji wenye ubora kwenye idara ya ushambuliaji, kiungo cha ushambuliaji na ushambuliaji, kama ambavyo nimetoka kuwataja wachezaji wa eneo hilo. Lakini anaweza pia kucheza eneo analocheza Steven Dese Mukwala na Lionel Atebambida. Simba inapotumia washambuliaji wawili, yeye anaweza kucheza. Mshambuliaji kinara pia anaweza vile vile. Sifa yake mojawapo, kasi, uwezo wa kupiga chenga na kukokota mipira, kwa sababu uwezo wake wa kukokota mipira ni 75% ufanisi kwenye ligi ya mabingwa. Kakokota mpira mara 4, kafanikiwa mara 3, ambayo ni 75%. Mpanzu ndiye kinara wa ufanisi wa kukokota mipira ndani ya Simba kwenye kombe la shirikisho ambalo Simba walicheza kutoka hatua ya makundi mpaka fainali. Mpanzu alicheza mechi 9, amekokota mpira kwa mafanikio kwa 73%. Mpanzu. Kibu Denis Prosper anakokota mpira kwa mafanikio kwa 70%. Huyu mwamba 75%. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba Simba wakimpata anakwenda kuongeza kitu, na kwa kuzingatia kwamba katoka kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo Simba msimu ujao wanakwenda kushiriki. Msimu ujao, Chris na watazamaji wako, Simba hawaendi kushiriki michuano ya kombe la shirikisho kama walivyoshiriki msimu wakafika fainali. Wanakwenda michuano ya kibabe zaidi ambayo wao ndio mara nyingi ushiriki, ndio michuano wana uzoefu nayo. Lakini msimu huu waliangukia kwenye shirikisho kutokana na ukweli kwamba kwenye ligi kuu walimaliza nafasi ya 3 nyuma ya Yanga ambao walichukua ubingwa. Namba 2 walitoa Azam katika msimu uliopita. Sasa kwenye ligi ya mabingwa unahitaji wachezaji ambao wana uzoefu. Huyu Aji Abasiala Amongo amethibitisha hilo katika ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi. Kama kweli wakimpata na kumsajili, ni dhahiri kwamba ataongeza kitu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, ingawa ni tetesi mpaka sasa. Naam, Zerato, ningetamani hapo kufahamu kidogo tu changamoto zake, kwa sababu tunajua mchezaji ni mzuri, ndio umemweleza, lakini changamoto zake ambazo kuzifahamu hapa. Changamoto nilishakugusia kwanza, crosses. Anapoteza mpira mingi sana kwenye cross, kwa sababu piga cross 56 zimefika 16, maana kapoteza mpira 40. Ufanisi 29%. Lazima aboreshe eneo hili. Simba wakimpata lazima wajue namna gani wanalishughulikia swala hili kwake yeye na benchi la ufundi. Lakini jambo lingine, uwezo wa kupachika mabao. Mechi zote hizo amecheza, mashuti 10, 7 on target, hana goli. Sawa, tutawasifu makipa, lakini na yeye pia utamlaumu. Pengine anapiga kwa lenga makipa, kwa nini afungi? Na analenga shabaha kwa 70%. Manake lazima pia aboreshe eneo hili. Kupiga mashuti alafu unalenga shabaha ufungi ni sasa na kazi bure. Kwa hiyo akitoa Simba ambayo huwa mashabiki wake wana demand, unahitaji kila siku onyeshe kiwango bora, eneo hili lazima afanyie kazi, kwa sababu hao wanaocheza maeneo haya kwenye michuano ya CAF wanafunga. Kibu Dennis kafunga mabao 3 na kuiwezesha Simba kufika fainali ya michuano ya kombe la shirikisho. Eli Mpanzu Kibisawala kafunga goli, ka assist, amshamsha zake zinajulikana. Lakini pia Steven Dese Mukwala kafunga goli 1. Lionel Atebambida kafunga mabao 2 na katoa na assist. Kwenye ligi kuu, orodha au tuseme ufanisi wa wachezaji wote wanataja katika kuadhuru wapinzani huko kwa kiwango cha juu. Akitoa Simba, changamoto nyingine anapaswa kuifanyia kazi ni eneo lake la kutumia vyema mipira ya mwisho katika kufunga, kwa sababu uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao kwake kwenye ligi ya mabingwa ni 0, kwa sababu kapiga mashuti 10, hana goli. Hesabu zetu huwa tunaweka idadi ya mabao chini idadi ya mashuti, zidisha kwa 100. Sasa mashuti 10, idadi ya mabao 0. Nominator na denominator, numerator na denominator
hapa manake hakuna kitu, ni zero kwa sababu hakufunga goli. Eneo hili lazima afanyie kazi. Mengineyo naamini watajua namna gani ya kuyafanyia kazi, kwa sababu anatoka katika klabu ya AS Maniema. Haina shinikizo kubwa kulinganisha na Wekundu wa Msimbazi Simba. Kila timu shinikizo ni kubwa la kufanya vizuri, lakini kwa Simba ni kubwa zaidi kulinganisha na AS Maniema. Labda changamoto inaweza kusema ni hizo. Nikushukuru sana. Shukrani jazila. Mbwaduke Stats, Sport Next Level.